Jambo lingine Mheshimiwa Mwenyekiti, ni uchaguzi wa serikali za mitaa. Tulitumia bilioni 254. Fedha kutumia sio jambo baya. Nini kilienda kufanyika? Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Mchengelo ameshafanya kazi kwenye wizara hizo nyingine vizuri kabisa, na hata wizara ya TAMISEMI, maeneo mengine na usimamizi vizuri kabisa. Kwenye eneo la uchaguzi wa serikali za mitaa, mimi ni Mkristo Mkatoliki. Ukweli utaniweka huru, mambo yalifanyika ya hovyo kabisa mwaka jana kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa. Kuanzia mwanzo kwenye kuwaengua wagombea, haiwezekani. Tena mnaondoa mambo ambayo hayapo kisheria wala kikanuni. Mheshimiwa Waziri, wewe ni mwanasheria. Eti mnasema form moja sehemu aliyojaza anajua kusoma Kiswahili, kwamba eti alipiga tiki sehemu ya pili kwamba anajua na Kiingereza na kwa alikosea kujaza form. Hilo jambo linamuondoa mgombea. Naomba niwaambie, amani tunayoimba, amani ni tunda la haki. Tusipoiandaa haki, amani tutaimba hitaji kutumia mtutu wa bunduki. Mheshimiwa Rais ameanza vizuri, ametenda vizuri. Yaliyotokea kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa, bado maumivu ya Watanzania ni makubwa. Imani imepotea juu ya kulinda haki yao kwenye kura zao watakazopiga. Mimi naeleza hapa, naipenda nchi yangu. Niliwaambia wananchi wangu wasifanye fujo. Sitaki ndugu zangu waumie wala wafe kwa ajili ya uchaguzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama kuna ajabu ilitokea, hata wale wachache waliotangazwa, siku wanakwenda kuapishwa kwa hakimu, wanakutana na aliyeshindwa, anasema nimeagizwa na chama changu nije niape. Ni aibu ya taifa. Amani tunayoizungumza leo ilitengenezwa, na kutengeneza kwake ni haki. Tendeni haki. Mheshimiwa Rais amefanya mambo yake mazuri, wasubiri wananchi waamue na haki za watu zilindwe. Maamuzi yao yaheshimiwe. Hakuna mtu leo mnaona mambo yanazungumzwa hapo. No reform, no election. Hayaji tu, ni mambo yamesababishwa na hayo maumivu ambayo watu wanazungumza. Kuna majibu yatolewe. Hakuna mtu ambaye anaweza kuvunja amani ya nchi hii. Tukivunja tunaenda wapi? Taifa ni la kwetu sote. Yaliyojitokeza kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa, tusione aibu kwamba tulikosea, tujisahihishe. Turudishe amani ya taifa letu. Turudishe haki ya mpiga kura. Turudishe heshima ya mpiga kura. Viongozi wote wanatokana na maamuzi ya wananchi. Tukikosea leo, tunatengeneza taifa la namna gani? Tutasema sawa, tumerudi. Na mimi Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kweli tunasema mambo yamefanyika. Hata jimboni kwangu yamefanyika. Nataka nirudi kwa haki. Wananchi waamue kwamba aidha tunakurudisha bungeni, sio kwa sababu fulani amesema. Hao wananchi watakuwa na mbunge waliyemchagua, diwani waliyemchagua, wanaweza kumkosoa kwa makosa anayofanya. Leo tukitumia mgongo wa nyuma, tukatumia mamlaka, amani hii tutayubili leo. Tunayoyubili leo, hatutatumia mtutu wa bunduki kuirudisha. Tutairudisha kwa kutenda haki, na haki ndio tunda la amani. Ndio ushauri wangu kwenye eneo hili, bila hofu yoyote. Kama Mkristo nitawashauri, tumetoka huko na wote tuna dini humu ndani. Makosa yaliyofanyika tukubali, yalifanyika ni makosa. Tuilinde nchi yetu kwa kutenda haki, na haki ndio tunda la amani. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Asante Mheshimiwa Aida kwa kuheshimu muda. Mheshimiwa